kuwa Bwana Mungu ni jua na ngao. Ni jua na ngao. Bwana atatoa neema na utukufu. Bwana atatoa neema na utukufu. Hata wanyima kitu chema hao waendao kwa ukamilifu. Alafu anasema akishatoa hiyo neema na utukufu, hata wanyima nini? Kitu chema hao waendao kwa ukamilifu. Hata wanyima kitu chema hao kina nani? Wewe na mimi tuendao kwa ukamilifu. Sema amina tena nisikie. Bwana atatoa neema na neema na utukufu. Neema na utukufu. Mwaka huu 2026 sio mwaka wa maombi ya kazi. Niangalia hapa. Sio mwaka wa maombi ya kazi. Sio mwaka wa maombi ya mchumba. Sio mwaka wa maombi ya watoto. Sio mwaka wa maombi ya biashara. Kuna watu wameanza kuchanganyikiwa kama waelewi. Baba unataka tuombe nini? Nasema hivi, mwaka huu sio mwaka wa maombi ya kazi. Sio mwaka wa maombi ya biashara. Sio mwaka wa maombi ya ndoa. Sio mwaka wa maombi ya watoto. Kibali cha wewe kuwa na watoto kilishaachiliwa muda. Neema ya wewe kuwa kazini ilishaachiliwa muda. Kazi yako ilishaachiliwa muda. Uzao wako ulishaachiliwa muda. Ulichokosa wewe ni neema ya kuwa kazini. Ulichokosa wewe ni ile neema ya kuwa kwenye kazi yako unayoitaka. Hicho ndio ulichokosa. Lakini kazi ilishaachiliwa muda mrefu. Watoto ulishapewa. Hivi Mungu amekuumba wewe mama, akakuwekea na manyonyo. Kazi yake ni nini? Ni ulengo. Kazi ya manyonyo ni nini? Unayo huna? Mungu alishajua kwamba wewe ni mwanamke na ndani ya tumbo lako kuna uzao. Huo uzao ukitoka lazima utahitaji chakula. Na hicho chakula lazima kitoke kwenye maziwa ya mama. Akakutengenezea maziwa kabla ya mtoto kuzaliwa. Na ndio maana maziwa hayatokei ukizaliwa na maziwa na ukiona maziwa yanaanza kutoka kwa mtoto wa kike, ujue maandalizi ya watoto yanakaribia. Sema amen. Amen. Unanielewa vizuri wewe? Kwa kibali chako wewe cha kupata watoto Mungu alishakiachilia muda. Ila umekosa neema ya kupokea watoto wako. Na mimi niko hapa leo kuiachilia neema. Hiyo neema ianze kutembea kwako. Hiyo neema ianze kushuka kwako. Hiyo neema iachiliwe juu yako. Kama kuna mtu amekaa kwenye kazi yako, aanze kuondoka mwenye neema yake amefika. Kwa kuwa Bwana Mungu ni jua na ngao. Ni jua na ngao. Bwana atatoa neema na utukufu. Atatoa neema na nini? Utukufu. Nisikilize. Ukiongozana, ukikutana na mtu mwenye neema, elewa, kisindikiza neema ni utukufu wa Mungu ulio juu yake. Yaani hakuna mtu mwenye neema ambaye hana Mungu. Ukiona mtu ana neema, ujue na Mungu. Ukiona mtu ana utukufu, ujue neema iko nyuma yake. Sema mimi na nisikie kama. Na ndio maana kuna mahali unaweza ukaenda kwa mfugaji, ukakuta mfugaji anafuga lakini ng'ombe twa shida. Alafu kaja mtu mwenye neema ya Mungu, akiingia tu ndani ya ile nyumba,
historia ya maisha hiyo familia inabadilika. Sema amen. Unanielewa vizuri? Kama unabisha, nenda kamuulize Labani. Alikuwa anafuga lakini hajawahi kufurahia furaha ya mifugo yake. Siku Yakobo anamkimbia Esau, anakwenda mpaka kwa Labani. Alipotua kwenye nyumba ya Labani tupa, neema na ile baraka aliyokuja nayo ikaanza kustawi mpaka kwa Labani. Nasema neema ambayo Mungu ameiachilia ndani yako ianze kustawi na kwako, ianze kutembea na kwako, ianze kushika na kwako, ingia ndani yako, maisha yako yaanze kustawi. Sema amina tena nisikie. Mahali penye utukufu wa Mungu panachakata uzao, panachakata mafanikio, panachakata baraka. Ukikosa utukufu wa Mungu, neema inakimbia. Hivi vitu viwili vinaendaga pamoja. Ukiona mahali pamezungumziwa neema, ujue nyuma yake kuna utukufu wa Mungu. Sema amina kubwa tena. So Yakobo ameingia pale, akakuta ving'ombe vimbuzi havieleweki. Siku kadhaa tu alipoanza kuvichunga vile ving'ombe, uzao ukaongezeka, utajiri ukatokea, utajiri ukatokea, utajiri ukatokea. Kwa nini? Amebeba neema na utukufu wa Mungu. Sema amen. Hello. Hello. Mwambie jirani yako unahitaji neema na utukufu wa Mungu. Kazi yako itatokea. Biashara yako itatokea. Sema amen kubwa tena. Unahitaji neema na utukufu wa Mungu. Ukikosa hiyo neema, umekosa vyote. Sema amen. Hizo kulia jambo moja kila siku. Sina kazi, sina biashara, sifanikiwi. Na umeomba, umefunga, umetoa na sadaka. Hiyo kitu kishachelewa. Ile umenyimwa neema. Neema imeondoka, haipo. Na huwezi kuipata neema kama una utukufu wa Mungu. Anza kutembea na kutafuta utukufu wa Mungu. Uone kama hiyo neema haijaanza kutembea pamoja na wewe. Kuna wakati utashangaa, kuna watu wakisogea karibu yako wanashambuliwa. Yaani kuna watu wakikusogelea wewe karibu wanapigwa vita. Ukiona hivyo, elewa kuna kaneema kako ndani yako. Sema amina kubwa tena. Kuna neema iko